الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديني إلوكوجا كولتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ndugu zangu katika dini, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Baqara aya nambari 286, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Waja waliokuwa wema huwa wanasema, Mola wetu, la tuakhidhna, usitutese sisi, in nasina au akhtana, kwa yale madhambi ambayo tunayafanya kwa kusahau au yale madhambi ambayo tunayafanya sisi kwa kukosea, si kwa kukusudia. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Mola wetu, utubebeshe sisi mizigo kama mfano wa mizigo ambayo umewabebesha waliokuwa kabla yetu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumi alkafirin. Wa'fu anna, waja waliokuwa wema kila wakati huwa wana desturi ya kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba afya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaingize katika rehema zake, kwa sababu yeye ndiye msimamizi wa mambo. Hakuna anayeweza kusimamia mambo ya mwanadamu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna anayeweza kuyaendesha mambo na mipango ya mwanadamu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anamalizia kusema, fansurna ala alqaumi alkafirin, Mola wa haki, tunakuomba utunusuru sisi na watu ambao ni makufari. Ndugu zangu katika dini, swala la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee mambo yaliyokuwa ni mazito, swala la kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutengenezea mambo, swala la mwanadamu kila wakati kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala anayoyapenda ampe, na yale ambayo anayachukia Allah subhanahu wa ta'ala amwepushie. Haya ni mambo ya muhimu sana kwa mwanadamu. Usikae tu ukaona ya kwamba wewe kila kitu unaweza. Usikae tu ukaona ya kwamba mimi kwa juhudi zangu hizi ninaweza kitu fulani. Hasha wakalla, bali kila jambo mtegemee Mwenyezi Mungu, bali kwa kila kitu muweke mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna lolote ambalo unaweza ukafanikiwa kama Allah hajataka. Juhudi haziwezi kusaidia kitu mbele ya kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Juhudi fanya, asbabu fanya, hangaika kwa hili na lile, lakini katika yote muweke mbele Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtangulize Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo mazuri yakupe, na mitihani muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuepushie, na hiyo ndiyo njia ya watu waliokuwa wema. Qala Allahu azza wa jalla: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Mola wetu, usitupatizie kwa adhabu kwa yale ambayo tumeyasahau au tumefanya kwa kukosea. Aya hii ni faraja kwa kila yule ambaye amefanya jambo kwa bahati mbaya, kwa ujinga, au amefanya jambo kwa ubinadamu kasahau. Umefanya jambo, umekosea kwa ujinga, rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atapokea msamaha wako. Umefanya kitu kwa ujinga na kwa kukosea kama binadamu ameumbwa anakosea, unatakiwa wewe uwe ni mwenye kurejea kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa imetokea haukukumbuka kosa lako kwa kuwa umelifanya kwa ujinga, ikiwa umekosea kwa kuwa
ni bahati mbaya imekupitikia kama binadamu, Allah ni msamehevu, Allah ni mwingi wa huruma, anaweza akakusamehe hilo kosa. Na ndio maana ikitokea mtu amekula mchana wa Ramadhan, amefutari kwa kukosea bahati mbaya, haitokuwa funga yake ni yenye kuharibika, bali funga yake itabakia vile vile, bali inapaswa anapokumbuka tu hapo hapo anastopu kula. Mtu amefanya dhambi kwa kukosea, akashtuliwa kwamba hii ni dhambi, pale pale akastopu, Allah anakuwa ni mwenye kumsamehe. Amekosea katika matendo ya ibada, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa amekosea kwa ujinga, alikuwa hajui, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Hivi ndivyo hii aya tunavyopata faida, na ya kuwa ni liwazo aya hii kwetu sisi wenye mapungufu chungu mzima, wenye kukosea asubuhi na jioni, mchana na usiku, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ewe Mola wetu usitufatizie kwa adhabu kwa yale tuliyoyafanya kwa kuyasahau, au kwa yale ambayo tumeyafanya kwa kukosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kalamu haiandiki makosa ya watu watatu: mtu aliyekirihishwa akatezwa nguvu, na yule aliyefanya kitu kwa kusahau, na yule aliyekuwa ni mjinga hajui chochote. Kwa maana mtu huyu, hawa watu hawaandikiwi madhambi, na hii aya ndiye tafsiri yake. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ewe Allah la tuakhidhna, usituchukulie Allah, usituadhibu, in nasina, endapo tutakosea kwa kusahau, au akhtana, au tukakosea bahati mbaya. Aya hii ni faraja, aya hii ni kuwatia moyo waumini, kwa sababu kama si hivyo tungekuwa hatuwezi. Ukifanya kwa bahati mbaya Allah kaandika, ukifanya kwa kusahau Allah ameandika, tusingeweza. Na ndio maana hata aya hii wakati inateremka, kila wakisema hivi Allah anasema fa'altu, nimekubali, nimefanya, nimewakubalia hilo ambalo mmeliomba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala amenisamehe mimi kwa umma wangu yale ambao wamefanya kwa bahati mbaya, kwa kukosea, na yale ambao wamefanya kwa kusahau, na yale ambao wamefanya kwa kulazimishwa. Wal khata wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman, lakin ma'a al-itlaf yasqutu al-badal, lakin ma'a al-itlaf yathbutu al-badal wa yantafi at-ta'thim anhu waz-zalal. Wal khata, kukosea, wal ikrahu, na kulazimishwa, wanisyan, na kusahau, asqatahu ma'buduna ar-rahman, jambo mtu akilifanya kwa kusahau, yani alisahau akaacha wajibu, akasahau akafanya jambo ambalo ni haramu kulifanya, au kalifanya kwa bahati mbaya, kwa kukosea, au kalazimishwa kufanya, Allah subhanahu wa ta'ala halichukui hilo. Na hii ndio makusudio ya aya ya suratul Baqara mwishoni kabisa, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Mola wetu usitubebeshe yale ambayo hatuna uwezo nayo, wa'fu anna, ewe Mola wetu tusamehe sisi, wa'fu anna waghfir lana, tughfirie madhambi yetu, warhamna, na uturahamu, anta maulana, wewe ndio bwana wetu, wewe ndio Mola wetu, fansurna ala alqawmi alkafirin, basi tunusuru kutokana na kaumu ambao ni makafiri. Ukifanya jambo basi fanya kweli kwa kujidhatiti, na ukifanya kwa bahati mbaya usihurunike, faraja ipo. Allah subhanahu wa ta'ala, ulilofanya kwa kukosea yeye anafahamu kama umekosea, ulilofanya kwa bahati mbaya Allah anafahamu kama umefanya kwa bahati mbaya, lile ambalo umefanya kwa kukirihishwa Allah anatambua. Na wala usidhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha hilo jambo kwa kukutweza, kwa kukulazimisha, la, yeye mwenyewe amesema alivyoambia, la tuhammilna ma la taqata lana bih, usitubebesha ile ambayo hatuyawezi. Allah akasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah vile ambavyo mnaweza. Na katika aya hii Allah amesema fa'altu, nimefanya, sitowabebesha yale ambao mazito. Kwa hiyo swala unaoamrishwa kuswali, funga unaoamrishwa kufunga, ibada yoyote Allah subhanahu wa ta'ala hajakubebesha kwa sababu wewe huwezi. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kitu ambacho wewe unaendana nacho. Unachotakiwa wewe ni kujikakamua,
kupambana na kuidhibiti nafsi yako kuingia katika hilo jambo. Rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana, ewe Mola wetu tunakuomba usituadhibu, usituandikie madhambi endapo tutafanya kwa kukosea au kwa kusahau. Innaka waliyu dhalika wal qadiru alayh. Jazakumullahu khair, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله